Kau ya kiongozi wa ODM Raila Odinga wiki jana kuashiria chama chake kitakuwa na mgombea wa urais katika uchaguzi mkuu ujao wa mwaka 2027 imesua tumbo joto kati ya washirika wake walioko serikalini ambapo walionekana kumpiga debe Rais William Ruto na kuunga mkono hasma yake ya kuwania kiti cha urais wa muhula ya pili. Kauli ya kinara huyo wa chama cha ODM silitikiza siasa za kitaifa na kuibua sitofahamu katika upande ya Kenya Kwanza unaongozwa na Rais William Ruto ambao umekuwa ukitegemea usaidizi wa Raila katika uchaguzi uchao, pale pia na wandani wake waliomo serikalini kupitia mkataba wa ushirikiano kati ya ODM pamoja na chama cha UDA. Baadhi ya wandani wa kinara ya ODM wanaojipata katika njia panda ni Opiyo Wandayi, waziri wa kawi; John Mbadi, waziri wa fedha; Hassan Joho, waziri wa madini; Wycliffe Oparanya, vyama vya ushirika; na Beatrice Askur EAZ, ambao waliteuliwa katika nyadhifa mbalimbali serikalini kutokana na mkataba wa mashirikiano baina ya viongozi hao wawili wa ODM na Kenya Kwanza. Serikali tawala inayoendeleza ujenzi wa nyumba za bei nafuu katika maeneo mbalimbali ya taifa hili. Mashirika ya kutetea haki za raia na wananchi binafsi yamewasilisha kesi mpya mahakamani kupinga ushuru wa ujenzi wa nyumba, wakitaka utangazwe kuwa kinyume na sheria. Kesi hiyo ambayo imewasilishwa katika mahakama kuu jijini Nairobi inalenga kukomesha utekelezaji wa mpango wa serikali ya Rais William Ruto. Kwa mujibu wa walalamishi, ushuru huo unaokatwa kutokana na mishahara ya wafanyikazi walio kwenye ajira rasmi imegeuzwa kwa chombo cha kisiasa wa kutafuta kura mwaka wa 2027. Na kwingineko katika kaunti ya Kericho, viongozi wa kisiasa pamoja na viongozi wa kidini wameashiria vijana wote ambao wanajiunga na wanaotumia madawa za kulevya na imeweza kufanya wengi kuweza kupoteza maisha yao. Hivi majuzi kaunti hiyo imeweza kuripoti visa vingi vya vifo katika eneo hilo, huku viongozi wakidai kuwa wale wote ambao walio na tatizo waweze kutafuta usaidizi kwa njia mwafaka na kwa watu ambao wana uwezo wa kuwasaidia. Spika wa bunge la taifa Moses Wetangula amefufua tena wito wa muda mrefu wa kuunganisha jamii ya magharibi, akihimiza viongozi na wananchi kuungana chini ya ajenda moja kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2027. Na kwingineko katika habari za kimataifa ni kuwa rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ameweza kuikashifu vikali rais wa Urusi Vladimir Putin baada ya mashambulizi ya makombora katikati wa mji wa Kiev usiku wa kuamkia siku ya leo. Mashambulizi haya yaliendelea huku taifa la Marekani pamoja na mataifa ya Ulaya wakitafuta njia mbadala ya kutafuta suluhu ya amani baina ya mataifa hayo yote mawili. Nikiripotia Wingu Radio katika muktasari wa saa 8, jina langu Brian Kipngeno.